Naam, baada ya mapigano ambayo yaliripotiwa mwanzoni mwa wiki hii kati ya jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ambalo linashirikiana kwa karibu kabisa na wazalendo dhidi ya waasi wa M23 kule Kabunambo, Biriba na maeneo mengine ambayo yanapatikana pembezoni mwa mji wa Sange bondeni mwa mto Ruzizi katika tarafa la Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya usalama inaripotiwa kuwa tulivu katika maeneo hayo. Nilifanya mazungumzo dakika chache zilizopita na Strategy na Mubamba, ni msemaji wa kundi la FABB lake Jemedari Delphin Ngumanzito kutoka shamba la mapambano huko Kabunambo. Nilitaka kufahamu kiujumla hali ikoje kwa sasa. Alianza kwa kueleza. Asante sana bwana mtangazaji kwa swali lako. Ni kweli kwamba siku ya pili tarehe 17 kulishuhudiwa mapambano makali kati ya wanamgambo wa M23 wakishirikiana na jeshi la Rwanda wakiungwa mkono na waasi wa Burundi wa Red Tabara na wale wa FNL. Walipigana na wazalendo ambao wanashirikiana na jeshi la taifa FARDC. Mapambano hayo yaliendeshwa kwenye kijiji cha Kabunambo, kijiji cha Biriba na pia Kasambura. Wakati wa mapambano hayo wazalendo walifaulu kuwarudisha nyuma waasi wa M23 mpaka wazalendo na jeshi la taifa wakavichukua vijiji vya Biriba na Kasambura ambapo wanapatikana sasa hivi. Kwa sasa hali ni ya wasiwasi kwa sababu wazalendo bado hawajaridhika kwa sababu nia yao sio kuishia Kasambura. Nia wazalendo ni kugomboa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo miaka nenda inavamiwa na jeshi la Rwanda pamoja na washirika wake katika nia ya kutaka kupora mali rasilimali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia kugawa nchi yetu kwa sababu Rwanda ina madai ambayo hayana msingi, lakini baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya zinayakubali kwa sababu zinaunga mkono uongo ambao miaka nenda uliweza kushuhudiwa, uliweza kuletwa na wale ambao wanajiita ni Wanyamulenge, kabila la Watusi ambao wanadai kwamba wanafukuzwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hawafukuzwi, ila wao ndio wanazua mbinu ya kutaka kuangamiza makabila zingine nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan kwenye nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga. Kwa sasa bondeni mwa mto Ruzizi hali ni ya wasiwasi kabisa. Wazalendo bado hawajaridhika kwa sababu bado hawajafikia malengo yao, na muda si muda vita inaweza ikaripuka, ili kwamba raia wote wanaoishi kwenye maeneo inayovamiwa na jeshi la Rwanda waweze kuokolewa na watoke katika utumwa, kwa sababu wanayapitia mateso kadhaa na wengine wanauliwa kiolela kwa sababu ya kutamani kutetea udongo wa mababu zao. Naam, nimekupata vizuri kabisa. Umesema kwamba muda wote vita vinaweza vikaripuka. Hii inamaanisha kwamba ni kama vita vimepoa huko. Ningetaka kufahamu ninyi mko wapi nao M23 wako wapi kwa sasa? Na kwa swali bwana mtangazaji, nilisema kwamba mapambano kweli yaliweza kurindima na wazalendo pamoja na jeshi la taifa walifaulu kuwarudisha nyuma waasi wa M23 na kuviteka vijiji vya Kasambura na Biriba. Kwa sasa wazalendo wanapatikana kijijini Kasambura na Biriba na sehemu moja ya Kabunambo. Alafu M23 nayo inapatikana hapo Sange na sehemu moja ya Kabunambo. Ndio maana nasema kwamba muda si muda moto unaweza ukawaka, kwa sababu silaha mbili ambazo hazina uongozi moja haziwezi zikakaa katika kijiji kimoja, na pia haziwezi zikakaa katika eneo moja. Ndio maana muda si muda vinaweza vikaripuka. Naam, taarifa za kuaminika tulizo nazo kutoka vyanzo vyetu kabisa vya kuaminika zinasema kwamba jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo ndo jeshi mnashirikiana nalo ninyi wazalendo limetoa amri ya kusema kwamba msitishe mapigano na muondoke katika vijiji ambavyo tayari mlikuwa mmedhibiti. Unaweza kuthibitisha taarifa hizi? Habari hiyo ni ya uongo. Habari hiyo ni ya uongo kwa sababu mpaka sasa sisi tungali Biriba, tungali Kasambura,
tungali sehemu moja ya Kabunambo, hatujapata amri yoyote, hatujaamuriwa kuweza kuondoka kwenye vijiji hivyo. Alafu bwana mtangazaji, tukitoka kwenye vijiji hivyo kisha tutaviachia nani? Kuna adui anatumikisha mbinu nyingi hata kwenye jeshi la taifa. Kuna adui, kuna maafisa fulani ambao hawatumiki kwa faida ya nchi ya Kongo, bali wanatumika kwa faida ya nchi ya Rwanda. Ndiyo wanajaribu kuleta habari hizo ili kwamba waangalie katika kiasi gani wanaweza wakaregeza nguvu za wazalendo, lakini sisi hatutishiki na muda wala nyakati, bali tunajua tunatafuta nini, tunajua shabaha yetu. Shabaha yetu ni kuokoa raia wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shabaha yetu ni kupigania nchi ya mababu zetu. Shabaha yetu ni kulinda udongo wa mababu zetu usiweze kunyang'anywa na wageni, kwa sababu bwana mtangazaji, hatuna nchi mbili, tuna nchi moja tu ambayo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukipoteza nchi hii, kila mtu atatucheka, kwa sababu nchi ya Kongo kuna vijana hodari, kuna mali, kuna rasilimali na pia kuna wasomi. Tunaeneza vitu vyote ambavyo vinaweza vikatusaidia kuweza kupigania nchi yetu. Ndio maana kuna habari zimoja bwana mtangazaji, ni habari za mitandaoni, na sisi kwetu bado habari hizo hatuwezi tukaziamini, kwa sababu hatujui zinakuja katika malengo gani. Sisi tuna lengo ni kugomboa udongo wa mababu zetu, kunyang'anya mikononi mwa wanyang'anyi ambao mpaka sasa wanaendelea kutesa raia wa Kongo kwenye maeneo yote ambayo wanayadhibiti. Wanaua watu kiolela, wanapora mali za watu na wanazuia wanawake kwenda shambani bwana mtangazaji, kwa sababu baadhi ya raia wengi bondeni mwa mto Ruzizi ni walimaji na wafugaji, lakini wanakatazwa kwenda shambani. Sasa wale watu napenda waishi je? Habari hiyo bwana mtangazaji ni ya uongo, na jaribu kwanza kuuliza ule aliyekupa ile habari hiyo, kwa sababu sisi hatuijui. Naam, kama katika jeshi la taifa kuna watu ambao mnafahamu wanashirikiana na waasi wa M23, hii ni hatari sana kwa usalama wa taifa. Na ninyi kama ninyi mnafanya juhudi gani kuhakikisha kwamba watu hao wanaadhibiwa? Walio wengi tayari wameshikwa na wanawekwa gerezani, na wengine bado wangali watashikwa, kwa sababu kuna wale wangali najificha, lakini siku 40 zitawafikia, watashikwa nao pia watapelekwa gerezani. Tuna nia ya kupata maofisa wa jeshi ambao watatumika kwa faida ya nchi, kwa sababu nchi hii kila mwisho wa mwezi kwenye bajeti ya serikali ina kitita cha pesa ambacho kinatolewa kwa faida ya maofisa wa Kongo. Sasa hawezi ukawa ofisa wa Kongo alafu utumike kwa faida ya wageni. Yeyote ambaye anatumika kwa faida ya wageni, awe katika jeshi la taifa, awe katika raia, awe katika jumuiya ya makanisa, atashikwa na pia atapelekwa gerezani, kwa sababu nafasi ya msaliti ni kwenye jela. Naam, mpaka sasa kuna watu ambao wanashindwa kuelewa mfumo wenu wa kupigana au wa kukaa kimya mpaka mnasubiri adui aje awachokoze ndo mnapigana. Watu wengi wanajiuliza maswali mengi sana. Kwa nini mmechagua mfumo huu? Kwa nini mmeona mfumo huu ni muhimu sana kuweza kutumia katika vita dhidi ya M23? Mnaonekana kutokusonga mbele, mpo sehemu moja, adui aje awachokoza nini hamwezi mkapigana. Mnaweza kumwambia msikilizaji ni kwa nini mnatumia mbinu hii ya kutokusonga mbele? Bwana mtangazaji, hatukai fasi moja, tunasonga mbele. Hatungekuwa nasonga mbele kama hatujafika Biriba, kama hatujafika Kasambura, kama hatujadhibiti sehemu moja ya kijiji cha Kabunambo. Songa mbele, ndio maana tumekwisha dhibiti vijiji hivyo na tumekwisha imarisha tayari usalama wa raia na mali yake. Kila mtu anaanza kwenda shambani mwake, kila mtu anaanza endesha shughuli zake bila tatizo.
Naam, Strategy na Mubamba, nashukuru sana kwa muda wako. Nikumbushe tu kwamba wewe ni msemaji wa kundi la FABB lake Delphin Ngoma Nzito, na umezungumza nami moja kwa moja kutoka katika shamba la mapambano huko bondeni mwa mto Ruzizi. Pengine kabla sijakuacha uondoke, uendelee na majukumu yako mengine, neno la mwisho kwa wote ambao wanakusikiliza, haswa kwa wananchi ambao wanapatikana bondeni mwa mto Ruzizi kiupekee na wale wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kijumla. Asante sana bwana mtangazaji, tunashukuru kuweza kuwasiliana nasi na tunawatakia kazi njema hapo Afrika ya Kusini ambapo mnapatikana. Ujumbe kwa raia wa Kongo ni kwamba amani itarejea. Amani itarejea, inabidi watu wote waungane mkono. Mzalendo pamoja na jeshi la taifa na wengine, kila mtu alete mchango wake ili kwamba amani irejee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengine tunawatakia kazi njema. Na vitani hawakuwaki nasonga mbele sa mtu ambaye anaenda matembezoni. Kusonga mbele vitani inafatana na jinsi operation inaendeshwa, na pia mbinu zinabuniwa jinsi ya kusonga mbele. Haiko kusonga mbele juu ya kusonga mbele tu, hapana. Kusonga mbele mkiwa tayari na mbinu ambazo zitawasaidia yeyote ambaye mtakutanana naye njiani atakipata cha mtemakuni.